Jina langu naitwa Mwinjilisti Boaz Charles Ndeto, mkurugenzi wa Imani Foundation Ministry. Ninatumika pamoja na mke wangu Esther Alfred Ndeto. Sisi kwa pamoja ni wabeba maono wa huduma ya Imani Foundation Ministry. Tunatangaza habari njema za ufalme wa Mungu vijijini na mijini hapa Tanzania na nje ya mipaka yetu. Huduma hii tumekuwa nayo kwa miaka 19 iliyopita, na katika huduma hii tumemwona Mungu akitutumia na akitenda mambo makubwa sehemu mbalimbali. Tunamshukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ametuongezea tena mwaka huu wa 2025 ili tuendelee na huduma yetu kama ambavyo alituchagua. Tutakuwa na mkutano mwezi wa 4 huu. Huo ndio utakuwa mkutano wetu wa kwanza. Tutakuwa kule Kayenze katika mtaa mmojawapo wa senta hiyo ya Kayenze unaojulikana kama Lutongo. Tutakuwa na mkutano wa Injili kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi, mkutano wa Injili wa nje. Huduma zetu ni maombi na maombezi wakati wa asubuhi, lakini pia mchana alasiri tunakuwa na mkutano wa nje, mahubiri, na usiku kuanzia saa 1 mpaka saa 3:30 tutakuwa na mafundisho kwa njia ya sinema. Baada ya siku hizo 4 za mkutano, tutaunganisha na ibada za Pasaka katika kanisa la Kayenze, makao makuu ya pastoreti, kwa muda wa siku 3 kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Neema ya Mungu itutoshe kufanya huduma hiyo. Tunakukaribisha wewe utakayeweza kuhudhuria katika mkutano wetu, lakini unaweza kushiriki pia kwa kutusikiliza katika redio na hata kushiriki kwa namna moja au nyingine ukiungana nasi kutuombea na kutusupport. Mungu akikuwezesha, akikupa neema na kibali. Huduma yetu katika mkutano wa Injili huo itakuwa neno la Mungu litatoka katika mstari wa neno la Mungu unaotoka katika Injili ya Marko sura ile ya 12 na mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na neno letu katika ibada za Pasaka, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili linapatikana katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ile ya 1 mstari wa 13 hadi 14. Neno hilo linasema, Mungu alituhamisha kutoka katika nguvu za giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye ndiye Kristo.